Sakata la John Mnyika kuwa katibu mkuu bado limepigiwa kelele na mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema wilaya ya Mwanga. Huyu anaitwa Lembrus Mchome, ambapo Mchome bana amesema kuwa amemwandikia barua msajili wa vyama vya siasa kufanya uchunguzi juu ya uhalali wa kikao cha baraza kuu la chama hicho kilichofanyika tarehe 22 Januari 2025 na kumpitisha John Mnyika kuwa katibu mkuu wa chama. Mchome ameyasema hayo Machi 24 akizungumza na waandishi wa habari, ambapo amesema kwenye kikao hicho ndani yake palikuwa na wajumbe ambao sio halali kushiriki. Amesema kwa utaratibu wa chama chao watakaoshiriki baraza kuu ni wajumbe pekee na sio wawakilishi, lakini siku ya baraza kuu palikuwamo na watu ambao si wajumbe. Aidha amesema watu hao walishiriki kunyosha mkono, kupiga kura za mkono kumpitisha katibu mkuu John Mnyika, naibu katibu mkuu bara na Zanzibar. Mchome ameeleza kuwa hana mashaka na uchaguzi wa mwenyekiti wala makamu mwenyekiti, bali ana shida na mchakato uliowapitisha katibu mkuu na naibu katibu mkuu. Hata hivyo, amesema amemwomba msajili wa vyama vya siasa kutengua maamuzi yote yaliyofanywa na baraza kuu hilo, ikiwemo kupitishwa katibu mkuu, naibu katibu mkuu na uteuzi wa wajumbe 5 wa kamati. Kusoni nitakuwekea umsikilize hapa vile ambavyo amezungumza na waandishi wa habari, ambapo taarifa hii iliwekwa na Jambo TV, ambapo wao waliandika kwamba Mchome ahoji uhalali wa Mnyika kuwa katibu mkuu. Kwa hiyo nitakuwekea hapo, lakini ngoja tusome comment tuone wadau wameipokeaje hii issue ambayo Mchome anaipigia kelele. Huyu anasema huyu alishatoka Chadema tangu tarehe 22 mwezi wa kwanza, amepewa kazi maalum, anataka uongozi wa Lissu imfukuze ili aende mahakamani na kusimamisha mambo mengi yanayoendelea Chadema. Wamemgundua, wameamua kutomfukuza, apige kelele hivyo hivyo, hakuna atakayemfukuza, ila ushirikiano ndani ya Chadema hatapata. Muasi amemuita hivyo. Huyu anasema kipindi wa Tanzania wanahitaji mshikamano ni sasa. Juhudi zozote za kukwamisha harakati za kuwaondoa koloni weusi ni usaliti mkubwa kwa Watanzania waliochoshwa na mfumo huu kandamizi. Akishatolewa JJ Mnyika, what's next? Je, ni kweli kaskazini imechukizwa na uchaguzi kiasi hiki? Amezungumza hivyo. Huyu anasema mimi nadhani msemo usemao kuwa samaki mmoja akioza wote mmeoza si kweli, bali inabidi atolewe aliyeoza ili wengine waendelee kuwa salama. Hapa Chadema wanabidi wafanye jambo kwa huyu jamaa, maana mchelea mwana kulia ulia mwenyewe, na ukicheka na mbwa utafika naye msikitini. Amezungumza hivyo. Anasema mwambie aache ujinga, atoke akaanzishe chama chake. Anasema hawawezi kumfukuzia mbali, maana ana mipango ovu sana dhidi ya Chadema na anaihujumu kampeni ya no reform no election. So akawatagi viongozi wa Chadema hapo, Brenda Rupia, Godfrey Silema, akamtagi pia Maria Sarungi, Tundu Antipas Lissu, John Mnyika na Amani Golugwa, naibu katibu mkuu hapo. Anasema kuahidiwa jimbo la Mwanga, kaahidiwa jimbo la Mwanga. Anawajua Wapare hawataki mapandikizi, atachemka. Kama ni posti za DC bora wakupe sasa hivi, maana mwisho wa mwezi huu mchezo Chadema inaunda serikali. Huyu anasema pombe na nyama za bure zinapatikana wapi siku hizi jamani? Naona rada haisomi kabisa mpaka press conference. Okay, sawa. Wanasema John Mnyika, kuna kipindi Mnyika binafsi yangu simuelewi na anakwaza watu kuliko anavyodhani. Kuna uzito unajivika hasa kwenye kuchukua maamuzi magumu ya kufukuza watu kama hawa. Anawapetipeti, anawalea, anawaogopa vibaya ili iweje? Amezungumza hivyo, si ndio? Kwa hiyo nitakuwekea hapa kitu ambacho amekizungumza bwana Mchome,
ambapo yeye amehoji uhalali wa Mnyika kuwa katibu mkuu. Umeelewa vizuri, lakini hizo ni comments za wadau wengi, wamezungumza, kila mmoja amezungumza kwa nafasi yake kuhusiana na hiki ambacho ndugu Mchome ameelekeza hapa. Lakini kikubwa yeye anachohoji ni kwamba ile kamati kuu iliyokaa chini, lakini pia ikawapitisha katibu mkuu ambapo ni bwana John Mnyika, lakini pia naibu katibu mkuu bara na Zanzibar, kwamba haikuwa shwari. Umeelewa vizuri, ni kama walivunja baadhi ya vifungu kwenye katiba yao ya chama hicho cha Demokrasia na Maendeleo. So msikilize huyu hapa Mchome vile ambavyo anahoji uhalali huo wa Mnyika kuwa katibu mkuu. Hii ni VOT Media. Hakikisha umesubscribe kwa ajili ya kupata taarifa nyingi zaidi. Kwa hiyo siku ya tarehe 15 mwezi huu wa 3 nimemwandikia msajili wa vyama vya siasa barua, na nimemwomba mambo makuu 4 kwenye barua yangu. Jambo la kwanza ambalo nimemwomba msajili ni achunguze uhalali wa kikao cha tarehe 22, kikao cha baraza kuu, ikiwemo kupitia nyaraka za kikao hicho, ikiwemo akidi, ile orodha ya wanachama ambao walikuwepo siku hiyo, lakini vile vile pia agenda za kikao hicho, na pia kuona ni namna gani ambavyo kulikuwa kuna watu ambao hawakuwa wajumbe halali wa kikao, lakini walipiga kura kumthibitisha katibu mkuu, naibu katibu mkuu bara pamoja na Zanzibar, lakini vile vile pia wajumbe wale wa kamati kuu 5 ambao waliteuliwa na mwenyekiti wa chama. Na katiba yetu iko wazi. Katiba yetu iko wazi kwenye hilo. Ukiangalia ibara ya 7.3.2 ya katiba ya chama inaweka wazi na inaeleza kwamba katika vikao vya uchaguzi ni wajumbe halali tu wa kikatiba ndio wataruhusiwa kupiga kura. Wawakilishi wa wajumbe wa kikatiba kama watakuwepo, watatakiwa kutoka nje ya ukumbi wakati wa kupiga kura. Na tumeona na hii pia msajili anayo, katibu mkuu wetu wa zamani wa chama chetu anayo. Wapo wajumbe ambao niliwalalamikia ambao sio wajumbe wa kikao hicho, lakini walikuwa ndani na wengine wanaonekana wananyosha mikono. Mmoja wapo ni Nyamatara, Dr. Nyamatara Tengecha, lakini wapo kina Askofu Mapinduzi, wapo kina Askofu Mwamakula, wapo walikuwepo kina Rose Mayemba na wengine wengi. Hasa ni jambo la uvunjifu wa katiba kama watu hawa walikuwepo ndani na wakapiga kura ili hali sio wajumbe. Kwa hiyo nimemwomba msajili pia apite kwenye hilo. Hilo ni jambo la kwanza. Lakini jambo la pili ambalo nimemwomba msajili ni kwa mamlaka alionayo kwa mujibu wa sheria za vyama vya siasa kubatilisha maamuzi yote yaliyofanyika kwenye kikao kile cha tarehe 22 cha baraza kuu kwa sababu hakikuwa halali. Maamuzi hayo ni pamoja na kubatilisha uteuzi wa katibu mkuu wa sasa bwana John Mnyika, naibu katibu mkuu bara, naibu katibu mkuu Zanzibar, lakini vile vile pia wajumbe 5 wa kamati kuu walioteuliwa na mwenyekiti wetu wa chama taifa.